kwamba ni timu ambayo lazima tuende kwa mipango. Hali ya hewa tofauti, tupo ugenini katika uwanja nyumbani. Kwa hiyo uwezi ukacheza kama huko Angola. Kwa hiyo tutegemea kuiona Simba ikiwa inapushi na kuweza kutumia makosa ya Petro Atletico, lakini hawakuweza kwa sababu walikuwa hawana quality. Angalia eneo katikati ambao ulikuwa unategemea kuona likiwa ndio roho ya timu kwenye viungo wao pale. Leo nafikiri walikuwa na yule wana Kamala kiungo pale katikati, walikuwa wana Mpanzu, walikuwa wana Maema ambaye niliwaambia kwamba level yake ni ya kawaida. Sawa? Kwa hiyo wakawa wanashindwa kuweza kulink timu, wakawa wanashindwa kutengeneza option, kutoa mpira katika mazingira magumu kupeleka katika mazingira mepesi. Na ndio nikwambia kwamba usajili ambao walikuwa wameufanya sio wa level ya klabu ambayo inakwenda klabu bingwa barani Afrika. Hiki kitu nilikuwa nimekizungumza kwa muda mrefu sana. Na niliwaambia kwamba beki ambao walikuwa wanamsifia kuna baadhi ya mechi hawezi kukofa kitu. Leo kafanya makosa makubwa matatu Rushaina Dilo. Lakini tusema kwamba ile kasi ya Petro haikuwa vizuri. Na baadaye akaja kufanya ile deflection ambayo huwezi kumlaumu, anakuwa anatoa goli. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba Petro walikuwa wameiangalia Simba, wakaisoma, wakaijua. Kwa hiyo wakajua hawa sisi tunaweza kwa contain. Kwa hiyo ilikuwa tu wanapanga wakati gani waweze kwenda kuadhibu. Ona goli ambalo linafungwa katika maeneo ambayo Simba walikuwa wanafika na idadi kubwa ya namba. Lakini bado Petro alikuwa anaweza kupita na kuweza kupiga pasi katika maeneo ambayo Simba itakiwa waweze kuwa aggressive. Kwa hiyo changamoto ipo kwenye fitness, ipo kwenye mipango, lakini pia timu haijaunga bado mpaka sasa. Bwana Komoe Stars, Komasava, mambo vipi? Uko vizuri? Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tuzungumze michezo baada ya dakika 90 kutamatika. Wekundu Msimbazi Simba kukubali kipigo chembamba cha bao 1-0 dhidi ya Petro di Rwanda bwana, kutokea pale Angola. Kunani mnyama kwa Mkapa toki mtu alafu Petro anatoka pale. Ni maswali mengi ya kujiuliza kweli. Hii si nzuri kwetu sisi wa Tanzania kwa maana hatukuanza vyema. Lakini tukoone hapa Chifu Zobane kama Zumfela Dominic Salamba. Utakwenda kusikia mengi na mazuri na zile small details kwa nini Simba ameruhusu bao na kupoteza alama 3 kwenye uwanja wa nyumbani. Njoo tuzungumze hapa, lakini tukiwa tunapoa nguvu kubwa mno na Helabet, kampuni bora kweli ambayo inakupatia bonus mpaka shilingi 300,000 za Kitanzania unapoamua kuwa mwanafamilia wa Helabet. Ni rahisi mno kupata bonus ya shilingi 300,000. Cha kufanya ni kitu kimoja, wakati unajisajili bwana, kwenye promo code pale utaandika neno Salamba kwa herufi kubwa. Hapo utakuwa unatengeneza kitita chako kile cha bonus mpaka shilingi 300,000 za Kitanzania. Karibu sasa. Tuzungumze naye hapa Dominic mwana wa Salamba ili uweze kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu ambacho kimetokea Benjamin Mkapa. Klabu ya Wekundu Msimbazi Simba imeruhusu bwana goli 1-0. Mambo ni mazito, lakini ndio hivyo, haina namna yoyote ambayo inaweza kubadilika. Dominic Salamba, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Tumepoteza kama wa Tanzania kwa maana Simba ikishinda Tanzania imeshinda, lakini Simba ikifungwa bwana kama wazalendo pia tunatoka vichwa chini. Unafikiri nini hasa ambacho kimesababisha Simba leo hii kupoteza bao 1-0 kwenye uwanja wa nyumbani, ikiwa matumaini makubwa kwamba Simba anashinda zote nyumbani na anakwenda robo finali bila makando yeyote? Nafikiri swali lako ni rahisi sana. Mpira sio mchezo wa propaganda katika siku za karibuni. Sio mchezo ambao unaweza ukaucheza kwa kutumia hisia au kutumia maneno, ushawishi, havisaidii. Ni kama kipindi kile ambacho vilikuwa napigana vita kati ya Iraki na Marekani kama unakumbuka. Kwa upande wa Iraki walikuwa na mtu mmoja alikuwa ni mtu mzuri sana kwa propaganda. Alikuwa anawatishia sana Marekani. Ndio. Maneno yake mazuri ambayo alikuwa anazungumza. Lakini mwisho wa siku maneno huaga hayafanyi jambo lolote. Mwisho wa siku lazima ufanisi wa kiutendaji ndio uweze kuonekana. Kabisa. Nimekuwa nikizungumza muda mrefu kwamba Simba hawana kikosi kizuri katika siku za karibuni ambacho kinaakisi mafanikio ambayo walikuwa wameyapata kwenye siku za nyuma. Yaani ukizungumzia Simba jabali la Afrika anashika nafasi ya 5 na nani, imekuwa ni story kubwa ambayo wakati mwingine inawafanya mpaka wao waweze kujisahau wakiishi kwenye historia. Yaani unaishi kwamba nafasi ya 5 robo finali mara kadhaa tumeingia nini kwa Mkapa. Hizi historia zinaweza kuwa na maana kama unaweza kuzimaintain katika ubora ambao wako nao. Simba wako bora. Na nishazungumza ile jambo. Timu yao bado imekuwa haina quality. Hawakufanya usajili mzuri.
hawana maandalizi mazuri ya msimu. Toka msimu umeanza waligusa toka Tanzania Bara, angalia Simba anavyocheza. Achezi vizuri. Unajue kuna kucheza vibaya, alafu kuna kucheza vizuri, alafu kuna kucheza kwenye plani mpira ukaonekana. Na hapa katikati palikuwa paongea maneno mengi kwamba Yanga achezi vizuri. Tukawa tunawaambia achezi vizuri kama timu gani? Na leo imekuja kudhihirika katika timu zote 4 ambao zipo katika mchezo wa kimataifa. Maana yake ni Yanga pekee ndio ameshinda. Azam kafungwa magoli 2. Singida kafungwa magoli 2. Ndio. Simba kafungwa goli 1. Ndio. Na wote hawajapata goli. Lakini Yanga ameshinda nyumbani. Na ndio katika wote hao Yanga ndio alikuwa anaonekana na mechi ngumu kuliko timu nyingine yoyote kwa muonekano wa macho. Kabisa. Kwa hiyo manangu nini? Kwamba level ambayo Yanga ameitengeneza Tanzania ipo katika level tofauti kidogo. Kwa hiyo hata anaposhuka kiwango bado wanaomfuatia wako chini. Nisha kuzungumza kwamba Yanga alikuwa ipo kwenye 80. Anayemfuatia ipo kwenye 40. Ameshuka 20%. Ataangukia kwenye 60. Bado kuna 20 mtu inamdai. Wakawa nielewe. Kwa leo Simba amekosa matokeo kwa vitu vitano vikubwa. Jambo la kwanza, quality ya wachezaji. Leo tuangalia Petro hawakuwa katika ubora. Pengine hali yao ilikuwa inawaathiri. Wacheza katika low intensity ya chini sana. Lakini pia walikuwa na makosa mengi sana. Kwa hiyo Simba iliwataka tu wao wana ubora hata 50% wapate matokeo. Jambo la pili, hawana wachezaji bora wa kuamua mechi. Aliongea mwalimu aliondoka kwa Simba, mwalimu Fadru, X factors. Angalia leo nafasi ambazo wamezipata Simba. Ndio. Kijana nafikiri nani Morris. Angalia Mpanzu na wengine wa nafasi ambazo zilikuwa ni za kwenda convert nafasi tu magoli. Pale wanahitaji uwe na wachezaji wakubwa. Lakini hakuna anayeona. Reflection Dube. Reflection and Boyle. Lakini kwenye Simba reflection, angalia mtu kama nani ameingia huyu kutoka Johnson Soa. Unaona? Hawaguswi, hawana pressure. Hakuna alichokifanya. Yaani huwezi kuona impact ya yeye kuweza kusaidia kwenye klabu ya Simba. Ana madhara yoyote. Mwangalie fomu ya Mpanzu. Lakini nobody ambaye anaweza kadiscuss. Jambo la pili hilo. Kwa hiyo hawana wachezaji wenye quality nzuri ya kuwafanya waweze kushindana. Jambo la tatu. Tuko tunazungumzia Yanga hawana fitness. Kama Yanga fitness yao ni 40%, basi Simba ni 20%. Timu iko nyumbani, wanategemea iweze kupushi. Ukiangalia Petro walikuwa wamekaa nyuma. Wakawa wanashambulia in numbers lakini kwa utaratibu, kwa speed ndogo sana. Simba alikuwa na yeye, angalia idadi yake ya kushambulia. Anakwenda na watu wawili, mtu mmoja. Tafsiri yake nini? Timu haiungi na haina kasi. Mtu anapoamua kuslow tempo ya mchezo, maana yake anatakiwa uweze kumpush kwa intensity upate matokeo. Lakini fitness yao na huku mwishoni Simba ndio kama vile anaongoza yeye moja, Petro ndio yuko nyuma. Yaani Petro anataka kusawazisha. Wako chini, hawana kasi. Jambo la 4, muunganiko bado hajapata kwenye timu. Uwezi kujua katika gani wanashambulia, katika gani wanaweza kulinda. Wanafanya makosa mengi sana kiulinzi na kimfumo na ya kimbinu, na hasa katika mikimbio. Na wakicheza hivi, wasasi wangu wanaanza kujikuta wanagawa alama katika mechi zote kwa sababu wanacheza kama timu ndogo sana. Jambo la 5, benchi la ufundi lina shida gani? Lina shida. Wameshindwa kusoma mchezo. Mechi ambayo uko nyumbani. Wategemea mgeni aje kusoda timu ya mchezo. Wategemea awe na namba kubwa nyuma. Unakwenda kuanza bila kuwa na mshambuliaji. Na hiko ndicho ambacho unaelewa yaani mechi ambayo unategemea wewe ndio uende ukapige pressure. Yaani wewe ndio unataka matokeo. Ukawapige pressure kwa wafungue. Pengine nafasi ambazo inatakiwa pewe Morris. Pale angekuwa Soa kwa uzoefu wake angeweza kutumia. Jinje Zawa angeweza kutumia. Lakini wamekuwa na mashaka, wamekuwa wakihamasika sana na maneno ya wachambuzi ambao hawawasaidii, wanawadanganya. Leo fika tu unaanza kumchukua kijana Morris, unaanza kumcompare na Maxi, unaanza kumcompare bado Pakome, unamchukua Mbrigo, mkipenda Meduseni. Hiyo ndio ambacho kinachowaponza. Kwa hiyo mambo matano ndio ambayo yameangusha Simba, na wamecheza katika kiwango kibovu na walistahili kufungwa zaidi ya magoli 2 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kabisa. Na ukitazama Petro namna ambavyo amecheza kipindi cha pili, dakika za mwisho, kana kwamba vile waliongeza spidi kidogo na kutawala mchezo. Hapa ndio inaingia ile fitness, ama Simba walikubali matokeo baada ya kufungwa goli 1. Yaani Petro ni timu kubwa. Petro wamekuja kijua kwamba Simba kwa Mkapa
ni timu ngumu kuweza kuifunga. Kwa sababu zimekuja timu kubwa ambazo zimethibitika. Kaja Ali, kaangusha, kaacha alama sio mara moja. Kaja Wydad na timu nyingine nyingi. Kwa hiyo unapokwenda kwenye huo uwanja ni lazima uwe na akili ya ziada. Yaani uwezo ukaenda formula tu ukaenda ukafika pale ukaamua tu kuataki. Kwa hiyo walikuja kujua kwamba nakutana timu ambayo ikiwa katika ngome yake nyumbani ni timu imara. Kwa hiyo kufanya walikuwa wanacheza kwa vipindi. Mpira uligawa katika vipindi 6. Kipindi cha kwanza walikuwa vipindi 3. Kila 15 minutes walikuwa wana change approach. Kipindi cha kwanza walianza kutaka control mpira dakika 15 za kwanza. Wakataka control mpira kwa kuweza kwa contain Simba. 15 minutes wakawaachia Simba mpira wacheze. Wao wakawa wanazuia na okota. Dakika 15 za mwisho wakaanza kwenda. Kipindi cha pili waliingia 15 za kwanza wakaslota mpira chini ili Simba waweze kuja. Kipindi cha 15 za pili wakataka kubishana, 3 wakawashambulia. Kwa hiyo walikuwa wanajua kwamba ni timu ambayo lazima tuende kwa mipango. Hali ya hewa tofauti, tupo ugenini katika uwanja nyumbani. Kwa hiyo uwezi ukacheza kama huko Angola. Kwa hiyo tutegemea kuiona Simba ikiwa inapushi na kuweza kutumia makosa ya Petro Atletico, lakini hawakuweza kwa sababu walikuwa hawana quality. Angalia eneo katikati ambao walikuwa wanategemea kuona likiwa ndio roho ya timu kwenye viungo wao pale. Leo nafikiri walikuwa wana yule wana Kamala kiungo pale katikati, walikuwa wana Mpanzu, walikuwa wana Maema ambaye niliwaambia kwamba level yake ni ya kawaida. Sawa? Kwa hiyo wakawa wanashindwa kuweza kulink team, wakawa wanashindwa kutengeneza option, kutoa mpira katika mazingira magumu, kupeleka katika mazingira mepesi. Na leo nikwambia kwamba usajili ambao walikuwa wameufanya sio wa level ya klabu ambayo inakwenda klabu bingwa barani Afrika. Hiki kitu nilikuwa nimekizungumza kwa muda mrefu sana. Na niliwaambia kwamba beki ambao alikuwa anamsifia kuna baadhi ya mechi hawezi kuofa kitu. Leo kafanya makosa makubwa 3 Rushaina Dilok. Lakini tusema kwamba ile kasi ya Petro haikuwa vizuri. Na baadaye akaja kufanya ile deflection ambayo huwezi kumlaumu, anakuwa anatoa goli. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba Petro walikuwa wameiangalia Simba, wakaisoma, wakaijua. Kwa hiyo wakajua hawa sisi tunaweza kwa contain. Kwa hiyo ilikuwa tu wanapanga wakati gani waweze kwenda kuadhibu. Ona goli ambalo linafungwa katika maeneo ambayo Simba walikuwa wanafika na idadi kubwa ya namba, lakini bado Petro walikuwa wanaweza kupita na kuweza kupiga pasi katika maeneo ambayo Simba itakiwa waweze kuwa aggressive. Kwa hiyo changamoto ipo kwenye fitness, ipo kwenye mipango, lakini pia timu haijaunga bado mpaka sasa hivi. Ndio. Tutazame hili sasa, timu zote ambalo kwenye kundi la Simba wameshacheza. Ukitazama Esperance de Tunis amekaziwa nyumbani kwake kwa kupata sare na vijana kutokea pale Mali, lakini Petro ni hawa na Simba shughuli tumeiona. Petro akapata ushindi mwembamba akiwa ugenini. Sasa wote tumeona wamecheza. Ukitazama sasa viwango vyao, namna ambavyo wanacheza, kila mtu anavyoziendea zile alama 3, Simba na nafasi ya kufanya vizuri kwenye michezo ijayo. Yaani to be honest, Simba ungempa kundi lolote katika michuano hii bado angekuwa na kundi gumu. Yaani mpe kundi, mpeleke namba 1, mpeleke namba 2, mpeleke namba 3, mpeleke namba 4. Makundi yote Simba angekuwa na kundi gumu. Lakini kwa sababu kuna kitu ambacho mimi nakiona ni kwamba yani kuna upande ambao wameuchagua. Yani wameuchagua upande wa kuwa na watu wengi ambao hawataki kuigusa, yani ni untouchable. Ukiwagusa Simba watu wanaibuka wanazungumza. Yani wanaitetea ile kitu. Lakini to be honest, katika zile timu 16, timu yenye kiwango kidogo katika msimu ni Simba. Huo ni ukweli. Yaani zile timu zile chukua zote zile 16 katika makundi 4. Kama unafuatilia mpira, anza kuassess moja moja. Timu yenye kiwango kidogo katika msimu ni Simba. Na ndio hiyo timu ambayo imepewa nafasi kubwa kutinga robo finali. Hao ndio Tanzania sasa. Yaani hao Tanzania. Hao Tanzania leo wachukua Tanzania, waweke Brazil, waweke Ujerumani, waweke Italy, kwa dunia wanakwambia tunapita. Kweli kawaida. Kwa hiyo bado timu yao haiko vizuri. Na sio tu kwa bingwa. Ichukue ipeke shirikisho. Yaani katika if all factors remain constant, Simba hatoboi. Timu yao haiko vizuri. Yaani kinachokwambia yani uwezi kunielewa kama unaangalia mpira katika njia ya kishabiki. Lakini kama uko unakaa unaangalia mpira, unafanya assessment ya mpira dakika 90 ukakaa kaangalia, hawana kikosi cha kucheza klabu bingwa au kombe la shirikisho. Timu yao bado, kwa sababu unaweza ukawa haujaunga, lakini basi uwe na qualities. Yaani wewe unaona Yanga hapa alikuwa na struggle, lakini tayari una Pacome, tayari una Maxi. Umeona jana Dube ambaye anazungumzwa kwamba ana kiwango ameshuka. Umeona hicho kifanya. Kwa nini? Kwa sababu ni class. Kuna wakati form itapotea, lakini class itabakia pale. Ndio macho kitokea. Sasa wao hawana mteta hata mmoja hawana. Tulikuwa tunajua pengine Mpanzu msimu huu angeweza kuclick.
Leo hii hapa angalia mitandaoni, nobody talk about Mpanzu. So akafanya nini? Nobody anazungumza. Yeah. Angalia leo kwenye mitandao. Hakuna ambaye anamzungumza Jinchezi Yawa kaingia kafanya kitu gani? Lakini wao kila siku ni kuangalia Yanga inafanya kitu gani. Fungua mitandao angalia huko. Kimya, no stories. Sasa hivi amuisaidii timu. Ndio. Yaani unajua mpira au kesi chumbani. Mpira unachezwa hadharani, yani hadharani utaona. Kwa hiyo vitu vingine utadanganya wakati fulani vitakuja vitashindikana. Wapo kwenye kiwango kibovu na lazima waimarishe. Dirisha dogo aliko mbali. Uzuri wana mechi mbili. Katika hatua hii. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba tunaingia mwezi wa kwanza wakiwa hawana point. Kwa sababu wanatoka hapa, nafikiri wanaelekea wapi? Wanaelekea nafikiri Mali, Sadimeleni. Nyumbani kule kwa Seria watatoki na kitu. Kwa tutaingia Januari wakiwa na 0 point, wakasajili. Cha kufanya wakasajili. Lakini hata wasajili na waamue kutengeneza timu kwa muda mrefu. Wenzao tunawasema Yanga hawana timu. Sio tumkompea na timu nyingine hizi, tunawakompea na wao wenyewe. Okay. Yaani sio utakompea na Azam, sio Singida, Yanga na yeye mwenyewe. Kwa hiyo ukiona Yanga anaambiwa timu yake imeshuka kiwango, ukianza kufarijika wakati amekuacha tu 60, hakuna anachokifanya. Ni changamoto. Ni changamoto yani. Na huo ndio ulisema kwa leo hii tumeweza kuona ukweli umejitenga kwamba ni timu gani ambayo ina qualities kubwa. Katika timu zote hizi Yanga amekutana timu ambayo wenyewe mweza kuona kabisa. Angalia mechi ya jana Yanga na leo ni quite difference. Ni vitu viwili tofauti. Hawa Petro na Yanga leo walikuwa tatu mtungi bana. Huo ni uhalisia. Yaani leo Petro yule mbele Yanga kesho anakuwa tatu nakula 4. Huo ni ukweli. Sio hisia hizo. Bwana Salama anasema tukiendelea kupamba tizi timu utakuwa tuziambie ukweli ili tuzisaidie ziweze kufanya vyema. Na hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza uchambuzi wetu. Jina langu naitwa Cisco. Simba ameanza kwa mguu wa kushoto. Tusubiri kuona je, mambo yatakuwa mazuri kwa upande wake ama shughuli bado itaendelea kuwa nzito. Mimi sina la ziada. Jina langu naitwa Cisco. Nyuma ya kamera yuko Uncle Matia. Tuna la ziada kwa pamoja, tuseme tukutane tena muda na wakati mwingine. Kwaheri.